Shalom. Mpendwa, maisha ni kama kitabu ambacho kila mtu anaandika kitabu chake mwenyewe kwa kadiri Mungu anavyomfunulia na kumjalia uhai na uzima katika maisha haya sasa. Kama vile ambavyo kitabu kina sura mbalimbali, zipo sura ambazo zina visa vizuri vya kusisimua, vya kuchangamsha moyo, vya kutia moyo. Vivyo hivyo kuna sura ambazo visa vyake vinatisha na kuogofya kabisa. Kwa hivyo kila siku ya Mungu tunapata fursa ya kuandika kitabu chetu wenyewe kwa kadri Mungu anavyotujalia neema na baraka zake. Iko siku utaandika kitabu chako mwenyewe kwa machozi na huzuni kubwa, kwa maumivu makali. Lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu atakujalia tena kuandika sura zingine za kitabu chako kwa furaha na moyo wa kuchangamka. Nikutie moyo, wakati ambapo unaandika kitabu kwa machozi mengi, usivunjike moyo, usikate tamaa. Bwana atakujalia kwa mapenzi yake kuandika sura zingine kwa moyo wa furaha na uliochangamka. Neno lake linasema katika Yeremia 33 fungu la 3, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Usiache kumuita Mungu unapokuwa upo hai. Unapokuwa unaandika sura ngumu, usiache kumuita Mungu. Unapoandika sura nzuri zenye matumaini na furaha, usiache kumuita Mungu. Shalom aleikum.